Kigoma sasa hivi tena, ndugu mtazamaji, sio tena mwisho wa reli kama ambavyo ilikuwa huko nyuma. Sasa hivi ni mwanzo wa fursa za uwekezaji na ufanyaji biashara katika mpakani mwa nchi jirani. Sasa hivi Kigoma inavyoendelea inakwenda taratibu, lakini itafunguka kwa pamoja. Kama mlivyoona mjini sasa hivi mmeona wanajenga airport mpya. Hapa pia kuna ujenzi wa gati kwa ajili ya kutengeneza meli, shipyard, lakini pia serikali imeshaingia mkataba wa kujenga meli 3 kupitia wenzetu wa Tashiko. Kwa hiyo maboresho yote yanavyokwenda including pia na ujio wa SGR. Kutoka kwamba Kigoma miaka 3-4 inayokuja utakuwa ni tofauti kabisa. Uchumi wako utafunga kwa ukubwa sana, na hivyo biashara zitaita investors wengi sana. Kama umeshuhudia hata wakati unakuja huku ukifanikiwa kupanda ndege, nusu ya ndege utaona ni investors, ni wa China wanakuja huku. Kwa sababu sasa hivi umefikia mahali sasa mkoa sasa hivi watu wameutambua kwamba ni mkoa muhimu, na hivyo utaweza kufungua pia uchumi wa eneo hili. Umesema kuhusu wenzetu wa nchi jirani kutegemea vitu vingi sana kutoka kwetu, ambalo linafungua fursa za wafanyabiashara kutoka huko nyumbani kupeleka bidhaa kule. Ndio. Labda ni kwa namna gani ambavyo kabla ya hizo fursa zingine ambazo zitaambatana na kukamilika kwa miradi, kwa kipindi hiki cha ujenzi wa miradi, kuna fursa zipi ambazo zinaendana na utekelezaji wa hiyo miradi ambazo wananchi wanapaswa kuzijua na waone namna gani wanaweza wakanufaika nazo? Ni kweli kama ulivyosema, ujio huu wa miradi hii mikubwa ni kwamba unafungua fursa nyingi sana kwa wazawa au wakazi wa maeneo haya. Of course, kwanza tunapata ajira kwa ajili ya raia wa maeneo haya. Kwa hiyo lazima katika vikao vyetu vya na hawa wawekezaji tumekubaliana kwamba waangalie kwanza ndani kutoa ajira kwa vijana wa maeneo haya. Kwa hiyo ajira itakuwa nje na vijana wengi watapata ajira na watafanya kazi. Lakini pia makampuni mengi ya ujenzi na huduma zingine ambazo zina mahusiano na miradi hii watafaidika pia kwa miradi hii ambayo ni miradi ya kimikakati kwa ajili ya kufungua mkoa huu. Kwa hiyo zipo fursa nyingi sana za kuweza kumake sure kwamba watu wanazigrab, wanazishika, na hivyo zinawasaidia wakiwa makini. Na sio hivyo tu, kuna elimu nyingi ambao wengi wanaipata pale kwenye miradi hii. Kwa hiyo hata baada ya miradi hii kumalizika, vijana ambao watakuwa wako engaged kwenye miradi hii watafaidika na elimu ambao wataipata kule, utaalamu mpya wa kisasa wa ujenzi na mambo mengine chungu mzima. Wengine watafikia tu hata ya kufanikiwa kuajiriwa tena kwa miradi mingine ya hawa wawekezaji ambao ni investors. Kwa hiyo tunaamini kwamba miradi hii itanufaisha sana wakazi wa mkoa huu wa Kigoma na hata jirani, kwa jinsi ambavyo watafaidika na ajira na huduma zingine ambazo kupitia kwa makampuni au watu moja. Je, kwa upande wa mizigo ambayo inapokelewa kwenye bandari hii, pengine kutoka nchi zinazozunguka ukanda huu, ni mizigo gani hasa ambayo imekuwa inapokelewa, na unaweza kuzungumziaje uwiano wa kibiashara baina ya sisi tunachopeleka na wao wanacholeta? Kwa sababu nategemea kwamba watanufaika na vya kwetu, lakini na sisi pia tunufaike na vinavyotoka kwao. Swali zuri sana. Actually kimsingi bidhaa au mizigo ambayo sisi tunapeleka kwao ni bidhaa za matumizi ya dukani, vyakula kwa maana ya mahindi, kwa maana ya mchele, hata vitu vidogo vya jikoni, mafuta ya kupikia. Kwa hiyo unaweza kuona kama ni vitu vidogo vingi, lakini pia sasa hivi tuna export au tunapeleka vifaa vya kutumika kwenye madini, excavators kwa ajili ya kwenye mining areas kule Manono na sehemu zingine za kule DRC Congo. Kwa hiyo mizigo mingi ambayo inasafirishwa kwenda kule ni hizo vifaa vya uchimbaji wa madini, kama excavators, bulldozers na vitu vingine chungu mzima. Lakini pia wenzetu ni landlocked au land linked unavyojiita wenyewe, ni kwamba
access yao ya kupata huduma kutoka nchi za Ulaya na inapitia kwetu. Kwa mizigo mingi inapitia Dar es Salaam, alafu inakuja Kigoma, alafu ndio inaweza kwenda DRC au Bujumbura. Kwa hiyo hata magari usafiri wanategemea kwetu sisi. Tuko tunapokea magari chungu nzima hapa ambayo yanatokea Dar es Salaam, mengine yanatokea Japan, mengine yanatokea Ulaya, yanapitia Dar es Salaam, yanakuja Kigoma hapa, yanasafirishwa kwenda DRC Congo. Kwa hiyo tunaona kwamba mzigo mwingi ambao sisi tunawasafirisha ni kama hivyo, magari, vifaa vya kuchimbia madini, excavators na bulldozers, lakini pia vyakula mbalimbali, kuanzia chumvi, wakati mwingine mpaka saruji tunawapelekea. Lakini kwa upande wa pili sasa, wao wanapita hapa kwetu ni kama nisema kama ni malighafi za kutengenezea saruji kama clinker. Clinker ni malighafi. Kwa hiyo clinker inatumika sana kwa ajili ya kuingia hapa. Nimesema kwamba mpaka sasa hivi product hiyo ya clinker ndo ina command business katika bandari ya Kigoma, kwa maana kwamba mzigo mwingi sasa hivi ni clinker. Ni almost 80% ya mzigo ambao unakuja hapa ni clinker kutoka DRC Congo. Moja clinker nyingine inabaki Kigoma hapa, nyingine inapelekwa Kigali kwa viwanda vyao vya China. Kwa hiyo ni kwamba mzigo mwingi unaokuja kutoka nchi jirani, of course nimesema clinker, lakini pia sasa hivi tunategemea kupokea madini kutoka DRC Congo, madini mengi. Hii kampuni ambayo imechukua bandari hapa ina vitalu vya madini kule Manono. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya sharti la wao kufanya kazi hapa kwetu, kwa sababu walikuwa wamevutiwa na mataifa mengine mzigo wao wapitishie kule Lobito, lakini serikali kwa umakini wake ikiweza kuwabana na kuwapata. Kwa hiyo wakapewa mazingira ya kupisha mzigo hapa, ili pia serikali iweze kupata mapato kupitia kwenye uwekezaji wao. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa hivi mzigo mwingi ambao utakuja, tutapata madini mengi hapa. Hapa ninapoongea ni kwamba kampuni hii ambayo imeanzisha bandari hapa pia ilikuwa na mkataba mwingine kule bandari ya Karema, ambayo tutaenda kuiona kule imejenga meli 4 za kisasa, na kila meli ilikuwa ina capacity ya kuchukua tani 2000. Meli zote sasa hivi zote ziko tayari, na hapo tunapoongea ni kwamba moja inaweza kaanza kazi wakati wote kuanzia sasa hivi. Meli 4 ambazo ni brand new za kisasa, state of the art, zitatumika kwanza Karema kwa kuanzia wakati wanakarabati hapa Kigoma, ili baadaye zitahamishiwa hapa. Kwa hiyo hizo pia ni fursa tu ambazo Watanzania wanazipata katika utaalamu hata pia wa ujenzi wa meli ambao umefanyika pale bandari ya Karema, ambayo mkibahatika kesho mtaenda kuiona. Tunafahamu kwamba kwenye miradi au kwenye bandari kama hivi, sehemu yote, taasisi yoyote ambayo inashughulika na mambo ya jamii moja kwa moja, kunakuwa na changamoto ambazo pengine huwa zinaibuka mara kwa mara. Labda ni changamoto gani ambazo nyie hapa mmekuwa mnakumbana nazo mara kwa mara, na namna gani mmekuwa mnashughulika nazo? Kwanza ni shukuru tu kwamba serikali ya mkoa wa Kigoma, sisi kama taasisi ya TPA tupata ushirikiano mkubwa sana katika shughuli zetu za hapa. Uongozi kuanzia mkoa na viongozi wengine wote wako na sisi pamoja sana kwenye jambo hili. Kwa hiyo changamoto nyingi za kijamii tukutane nazo of course, lakini zipo ndogo ambazo kwa mfano kuna changamoto ya upatikanaji wa mabehewa. Wateja wanasema sana mabehewa hayatoshi. Kwa hiyo tuna taasisi nyenzetu ya TRC unafanyia kazi hiyo. Lakini pia changamoto kubwa ambayo tunayo hapa kama taasisi ni upatikanaji wa meli kubwa na nyingi za kisasa kwa kuchukua mzigo. TPA mpaka sasa hivi imewekeza zaidi ya bilioni 100 katika ziwa hili kuweka tu mazingira mazuri ya kufanya biashara. Imejenga bandari ya Karema, imejenga Kasanga, imejenga Kabwe na sehemu zingine. Lakini bahati mbaya sana raia au uwekezaji wa wafanyabiashara hauna mwamko mkubwa sana. Kwa hiyo watu hawajagrab hiyo fursa ya kuwa na maeneo mazuri ya kufanyia kazi kama Karema ambako mtapaona. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba wangeweza kutumia fursa hiyo ya kutumia bandari za kisasa ambazo zinajengwa na TPA
nafikiri kwa jambo zuri sana kwa ajili ya mustakabali mzima wa uchumi wa familia zao, lakini pia uchumi wa mkoa kwa ujumla. Kwa hiyo tuna changamoto hiyo kubwa kwamba mwamko wa wafanyabiashara katika ukanda huu wa Kigoma kuweza kugrab hizi fursa ambazo TPA imeziwekeza katika ziwa Tanganyika bado sio mzuri. Lakini pia tuna changamoto ya wenzetu jirani. Unajua, ili mfanye biashara lazima muweze kumanage na kucontrol ujaji wa meli. Kwa hiyo bahati mbaya sana wenzetu wa DRC Congo, ukitoa Bujumbura ambao kidogo bandari yao kidogo ina upya imejengwa na pia na JICA. DRC Congo bandari yao kubwa ni Kalemi. Ni kongwe sana, yani imechakaa sana, kiasi kwamba hata huduma zake ni ngumu. Hapa sasa tunapoongea ni kwamba meli sasa kule zikienda mzigo kule hauteremshwi. Kile kifaa pekee ambacho kichombo kule kimekufa. Kwa hiyo ukapakia meli hapa siku 2, ikienda Kalemi kupakuliwa inachukua wiki 2 au hata 3. Sasa ukiniimagine kwamba mzunguko wa meli unakuwa ni mgumu sana, kwa sababu mizigo mingi inasubiria sana kwa muda mrefu sana hapa. Naona. Na kama unavyojua kwamba kwa bahati mbaya sisi kama Tanzania hatuna meli nyingi sana za binafsi. Ukiondoa meli za serikali zile ambazo zinafanya kazi sasa kama Sangara, ni meli ya mafuta inapeleka mafuta nchi jirani. Ni meli ambayo ya serikali kwa chini Tashiko. Pia tuna Mwongozo na yenyewe pia iko kwenye ukarabati na hiyo Liemba. Lakini kwa watu binafsi si meli nyingi sana za Tanzania. Ipo tu meli ya Malagarasi na pia Malagarasi ziko 2, moja na 2, lakini meli nyingi ni za nchi jirani, DRC Congo na Burundi. Kwa hii pia ni changamoto kubwa, kwa sababu tunataka tu improve katika eneo hilo la uwekezaji kwenye vyombo vya majini, ili tuweze kugrab hizo fursa ambazo TPA imeweza kuziwekeza katika ziwa Tanganyika.